Mtazamaji mpendwa, hii ni Tumaini katika Tufani TV. Kwa namna ya pekee kabisa nipende kukualika katika mfululizo wa masomo yetu ya Tumaini katika Tufani. Fungu elekezi limekuwa ni Yeremia 29 aya yake ya 11. Neno la Bwana linasema, maana nayajua mawazo mnayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika siku hizi tulizonazo, mtazamaji mpendwa, ni siku ambazo zimekuwa ni siku za maisha ya hofu. Watu hawaaminiani, hata wanaoendesha vyombo vya usafiri hawaamini watu wanaopita njiani. Lakini kana kwamba haitoshi, ni siku ambazo mtu yeyote anapolala lazima akabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu, maana maisha yamejaa hofu na hofu tupu. Wakati wewe unatembea, wako watu ni wagonjwa, wako hospitalini wamelala. Wakati wewe unakula, wako watu hawana chakula, wanashinda na kulala kwa njaa. Wakati wewe una amani, wako watu wanakimbia vita na wengine wanakufa kwa vita katika nchi zao. Liko tumaini kwako. Naomba nikutie moyo pia, nao unayepitia uzoefu wowote wote unaokutoa machozi, usikate tamaa. Mungu anakuwazia mema. Na zaidi ya yote, ninalo somo la pekee sana, mtazamaji mpendwa na msikilizaji popote unaponisikia. Somo la leo linajengwa katika kitabu cha Injili ya Luka sura ile 23 aya yake ni ya 39. Tunakutana na kisa cha Yesu akiwa msalabani na wanyang'anyi ama wezi wawili. Kisa hiki mara zote kimekuwa ni kisa ambacho natamani tutafakari leo. Inawezekana umekuwa na tafakari na kuhusiana na kisa hiki, lakini zaidi sana kuna mambo machache ambayo natamani kushare na wewe. Jambo la kwanza, mwizi mmoja alitundikwa katika msalaba kushoto kwa Kristo, lakini mwizi wa pili alitundikwa upande wa kulia wa msalaba wa Kristo. Hao wote walikuwa ni wahalifu ambao kwa hakika walistahili hukumu, lakini katikati yao alihukumiwa yeye asiyekuwa na hatia, lakini aliyekuja kuwa dhamana ama fidia ya dhambi, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mtazamaji mpendwa, hapa tunakutana na wawezi wakiwa juu ya msalaba. Ndipo yule aliyekuwa kushoto anamwambia Yesu ya kwamba ajiokoe na yeye apate kumwokoa. Lakini yule wa pili alimwambia, wewe waongea mambo ya namna gani? Maana haujui tunachoongea. Sisi tunastahili kuhukumiwa, tunastahili adhabu hii, maana haya ni malipo ya kile tulichokitenda. Lakini alimgeukia Yesu akamwambia, Yesu, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Mtazamaji mpendwa, hapa tunakutana na mwizi aliyeomba neema ya